Habari gani mwanafamilia wa Together Online, ni wakati mwingine tena tumekutana tuzungumze kuhusiana na hiki ambacho kinaendelea huko kwenye mitandao ya kijamii. Baada ya Diva the Boss kusema kwamba eti kumpata Ibra mpaka uwe na milioni 100 kwenye show yako. Kitu ambacho watu wengi wametafakari wakasema hapana. Inabidi hapa tudondoshe maoni tofauti tofauti ili aweze kujua. Huyu hapa kwanza anasema kwamba cha ajabu ni kwamba milioni 500 bosi wa Ibra alishindwa kulipa. Alafu jitu linakuja linasema heti kwamba kumpata Ibra kwa show moja ni milioni 100. Manake kama Ibra anapiga milioni 100, bosi wake atakuwa anapiga milioni 100 ngapi? Hapo sasa ndio swali la kujiuliza. Hata Diva kabla hajaandika wenda angejiuliza hivi, je, kama si kweli hata kama ameambiwa kumpata si Ibra kama una milioni 100 haiwezekani. Basi je, Harmonize atakuwa anapiga kwa show kwa shingapi? Milioni 200 au 150 tufanye. 150 Harmonize show, yani kumpata Harmonize. Lakini Harmonize kwa milioni ile 500 usingempatia. Ya milioni 500 ingawa machapu sana. Labda kama sivyo ndio mikakati imeanza sasa hivi kwamba wamefanya mikakati ya sivyo show yako utapiga kwa hela hii, show yako utapiga kwa hela hii, hivi vyote wakaweka sawa. Ndio wameamua kutoa bei sasa hivi, bei elekezi ya kumpata Ibra. Atakaa studio bila kupiga show. Kama ndio hivyo itakuwa ni hatari sana. Watanzania labda apate show za nje. Watanzania wajichange, afisa mtu ajichange kwamba nataka ni biashara, nifanye biashara kidogo na wasanii. Analipa milioni 100 kwa Ibra tu. Alafu akitaka huyu na labda akitaka Ibra na Country Boy au Ibra na kina Chidi milioni 500. Milioni 100. Si kitu ambacho hakiwezekani. Tanzania hapa bado, labda nje. Huyu hapa anasema kwamba huyu anamwambia Karima Story baada ya Karima Story kusema kwamba hiyo jamani si bei ya Diamond, show za Diamond nje ya nchi. Sio ndani ya nchi. Okay. Na zenyewe za kupata mara moja milioni 100, yani hapo nje ya nchi, yani unakuta show labda imeenda sana milioni 50. Yeah. Milioni ndio maana Diamond anajitahidi sana kuzunguka nchi nyingi. Kama akiamua show kama mwaka jana ilivyokuwa alizokaribia nchi, ilikuwa ni show kama 54 alizokuwa ameziposti zile. Manake kama Diamond angekuwa anapiga milioni 100 nje ya nchi, manake kwa mwaka na kwa mwezi kwa mwaka tuseme kwamba labda apige show 10 kwa hesabu ya chini kabisa, show 10 kwa sababu anazidishaga. Anapiga show hata 15 zaidi kabisa, zinazidi, au sio? Manake angekuwa analala na milioni buku. Kwa mwaka anakuwa na B. Anakuwa na 1B. Anakuwa mkusanya B. Unaona, ingekuwa ni hatari sana. Show tu. Bado mambo mengine. Jamani. Manake Ibra kwa mwaka atakuwa analala na B. Akiamua kutembea afisa apige show ngapi? Show 10. Apige Mwanza aje wapi show 10 tu yeye kwa target show 10 tu. Show 10 tu kwa mwaka mzima. Kila mwezi show moja. Anakuwa anapiga B. Sasa wote tungekuwa wasanii. Sasa huyu hapa akaja akasema kwamba acha basi kumpigia Diamond promo jamani. Yaani kila saa kila dakika Diamond tu. Ongelea hata Ali. Anasema kwamba ili abaki kuwa juu. Maana unavyomuongelea Diamond Platnumz najisikia vibaya. Nataka uongelee na Alikiba ili azidi kupanda juu. Sasa kila siku Diamond tu I say. Watu wanaona wivu kumbe ile Karima Story alikuwa anaandika kwa Diamond kumpondea. Wanatamani pia Team Kiba. Si promo hiyo tayari? Wanatamani pia Team Kiba wapate mtu wa kumuongelea Alikiba, lakini hata kama ni kwa kumpondea ili wampushi msanii wao. Okay, watu wana wivu hatari bwana. Muziki ni technique. Huyu anasema kwamba naumia kuona video zangu zinasambaa. Huyu ni Grace Kisaka. Huyu ni bado anaendelea mambo ya connection huyu. Ashazoea sasa hivi. Huyu hapa anasema kwamba ukichekaga unajiangalia kwenye kioo. Anasema kwamba ukichekaga na kujiangalia kwenye kioo na mwenya wako huo unazani mining site, huna hata mvuto wa uandishi wewe na huyo Diva the Boss kigagula wako. Wa nini? Inasemekana kigagula wako inasemekana. Inasemekana. Lakini anasema kwamba eti Karima Story akijiangalia kwenye kioo hana mvuto. Ana kama vile eneo la uchimbaji. Uchimba godini. Watu ni hatari. Sasa kwamba Mwenyezi Mungu nipe maisha marefu Diamond, ampe maisha marefu Diamond. Maana huyu chaumbea Karima Story apate ili huyu maana huyu chaumbea Karima Story apate kuishi. Okay. Kwa sababu kwamba usichokijua mna comment daily kwenye hii page ya huyu mdada ni kwamba comment zenu kadri zinavyokuwa nyingi ndivyo zinampa hela.
mnatakiwa mjiulize, maana kila mada yeyote anayozungumzia hata kama haimuhusu Diamond lazima atamuingiza. Ni kwamba Diamond ana fan page kubwa, so anachokitaka kwamba anachokiongea lazima fani wake mtatokwa povu kwake, ndio furaha yake. Maana komenti zinaongezeka, cha msingi soma pita kushoto, no comment. Wanaanza kufundishana huko mtandaoni. Huyu hapa anamwambia kwamba babu, hizo sasa ni kamba. Uliona wapi Instagram wanakulipa kwa wingi wa comments? Unajua ni mtu anakurupuka. Mtu anaamka tu yani. Kwa nini hapa umekomana na Insta? Hao ndio kuna mlipo kwa hivi ukicomment unalipwa hela. Wengine wanafanya Insta kwa sababu ya, unajua Insta mara nyingi aga analipo kwa matangazo. Matangazo ya live. Unakuta mtu hata anatangaza tangazo la uchawi. Dr. nani? Anatibu majini. Anatibu nini? Siku moja tu unageuka kwa mpanzi, nini? Aliyekuloga wale mara si viatu, ingia duka mtu fulani, hao ndio wanalipwa pesa kivile. Lakini sio kwamba eti wingi wa comment ndio upate hela. Sema habari zako ndio zitakuongezea followers. Kwa hiyo mimi nataka niwe shabiki wa nani? Ili nipate watu. Nipate mashabiki, au mimi nataka niwe heta wa nani? Anasema kwamba wananiita stendi. Apewe kwamba wani naiti stendi. Sasa ndio alivyocheki. Iko wapi? Hii hapa. Wani naiti stendi. Anasema kwamba apewe milioni 100 ili uweje. Wewe ulisikia wapi? Mlisoma elimu ya wapi nyie? Kunasema kwamba sisi tuko busy na video ya swimming pool. Anasema kwamba ujue ile video ukiipeleka YouTube ina trend wiki nzima na ni ya sekunde 20 tu. Kunasema kwamba hizo milioni 100 labda Konde Gang nzima, sio kwa huyo kijana. Kunasema kwamba labda ya kuchola chini, sio ya kupewa pesa kabisa. Hata mimi kidogo nikikubaliana na huyu mmoja mtu aliyesema kwamba labda kama ni kuchukua wasanii wote 5 ukatoa milioni 100 wote ya wale, yani Harmonize, Ibra, yani kibongo bongo hapa, yani kama ile yani wote wale Konde Gang wote, ikisema kwamba wanataka kufanya show hadi wakina baba hadi wote waende wameitwa kwenye event fulani, hata kama ni Mleba kule, si hata wapi kule, wanaweza kapewa ile milioni 100 wote wana perform, baadaye wanajikataa. Au ndio maana hata kidogo hata unajua huyu nali naye anaimba Chama cha Mapinduzi. Nani baba? Yeah, anao. Au ni kutokana na gharama yake ndio maana alishindwa kwenda kuperform kwenye nani. Bwana wewe, Ibra vipi? Ibra milioni 100. Na afu naona Harmonize ndio kidogo akapata mashavu ya kwenye kampeni kwa sababu na leo tena yupo, si ni leo Ilinga. Kwa mheshimiwani, yeye ndio ni mmoja wa wasanii ambao wanazunguka sana kwenye kampeni. Kwa hiyo inaonekana yeye milioni 100 haifiki. Alitarget mapema. Yeye alianza mapema sana. Yaani kampeni yeye alitarget mapema. Angalia kwa Ngwaru umetoka lini? Au yeye ndio ile tunasikia baba sema kwamba hivi mpaka imefikia tu wanaanza wasanii wenzao kuanza kukimbia kwenye stage. Maana yake wenda wale wengine wanaomba wanasema sisi tuko busy au kuna shughuli tunafanya. So unajua uweze ikitokea sehemu moja wanaenda kupiga, wanafika wanaamsha vitu kama vile. Acha tu Konde Boy azivune hizo hela za kampeni. Utakuja kushtuka muda umeshaisha wa kampeni. Bwana, ndo hivyo. Weka comment yako hapo chini, sitopita nayo, na tukuletea tena baadaye kwa taarifa nyingi zaidi. Ciao.